kama mimi nilikataa, kama mimi nilisema ya kwamba katika nchi hii jina langu litaandikwa kwa watu ambao ni millionaires. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia unaweza jitamukia maneno mazuri na kusema ya kwamba katika mji huu ambao labda watu walikuja wakatoka bila kitu, nitatoka na kitu katika jina la Yesu. Unaweza ukaongea na huyo Mungu ukamwambia ya kwamba hata kama watu wa kwetu waliishi kunitamukia mambo mabaya, ninajua umenichagua nisiwe mtu tu wa mateso, nisiwe tu mtu wa kupitia laana kama za mababu zangu. Kama hawakukosa amani, mimi sitakosa amani katika jina la Yesu. Kama hawakukosa kazi, mimi sitakosa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kuwa magonjwa ambayo inahangaisha watu ambao hawajaokoka pia sisi tuhangaishe. Sema ninakataa katika jina la Yesu. Sema ninakataa katika jina la Yesu. Magonjwa ya watu ambao waliua watu, wakatesa watu, wakanyonga watu, pia sisi wana wa Mungu tukateseke nayo. Sema nimekataa katika jina la Yesu. Siwezi kuwa ninatembea tu na kujiambia kwamba mimi ndio huwa siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Hautateseka tena katika jina la Yesu. Hautateseka tena katika jina la Yesu. Magonjwa watu wakakuwekea kwamba ukabaki unatesekanga tu nayo ukitembea. Watu wakapata ajali, wakakuwa na magonjwa ya migongo, wakatembeanga tu kama wamejikunja. Hayo magonjwa yasitajwe kwa wana wa Mungu katika jina la Yesu. Hatuwezi kuwa familia yetu ilikufa na ukimwi, tena mimi mwana wa Mungu nikufe na ukimwi. Haya yalikuwa ni magonjwa watu ambao hawakumuelewa Mungu. Basi inafaa nami nikuwe na ushujaa ya kwamba nisiogope, maana Yesu yu pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi tembea nikidharau kama vile baba yangu alidharau, labda akasema hapa kwetu hakuna mtu. Wewe ndio mtu ambaye Kristo Yesu ametaka. Wewe ndio mtu ambaye Kristo Yesu ameinua. Wewe ndio mtu ambaye Kristo Yesu anataka abariki. Milango zako na njia zako zikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Siwezi tembea nikiwa na wasiwasi kama ya mtu ambaye hajaokoka. Siwezi tembea nikiwa na wasiwasi kama mtu ambaye hajui Mungu. Ninapaswa kuwa tofauti kwa sababu mimi nimefanyika wa uzao wa Ibrahimu. Na huyu Ibrahimu Mungu amemuita ya kwamba ni rafiki wake. Mungu amemuita ni rafiki wake. Haiwezi kuwa wewe ni rafiki yangu na nichukie mtoto wako. Hauwezi kuwa wewe ni rafiki yangu na nikakuchukie nisikose kutendea kitu. Hauwezi kuwa wewe ni rafiki yangu na nichukie mke wako. Hauwezi kuwa ni rafiki yangu na nikachukia tu bure. Lazima nikakupende kwa sababu ni Mungu yuko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Yani zimebaki kama kazi, kama ni kazi tunafanyanga kazi yoyote tu ile iko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale watu ambao pia hawana Yesu wanafanyanga tu kazi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ambia Mungu ya kwamba mimi ninataka kazi hii na nitaipokea katika jina la Yesu. Whether umesoma ama hujasoma, hiyo kazi ukiitabiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi wanateseka kwa sababu hawaelewi ya kwamba Mungu ameshawachagua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akishakuchagua, yani mahali popote uendapo, umeiona ile CCTV ya kwamba unaangalia biashara zako vile zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo. Sasa Mungu amekuchukua wewe kama biashara zake. Anaziangalia popote alipo. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio sababu unakuta ya kwamba kakitu kakienda kafanyike, unasema na kitu ikaniambia tu nisiende. Hiyo kitu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu ni Yesu Kristo. Hiyo kitu ni Roho wa Mungu ndani mwako. Hicho kitu ni Mungu aliye hai ndani mwako. Amekuweka, umekuwa wewe ni biashara yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, kama unaingianga mahali ambapo hapafai, hii biashara ya Mungu itaendelea? Bwana Yesu asifiwe. Kama unaingia mahali ambapo hapastahili, je, ukiwa moyo wako yani unakaa tu chini, kiwango cha chini, sasa je, unabaki kwa biashara ya Mungu? Ikiwa wewe ndio wakusema hii mwaka ni kama sitamaliza kwa sababu itaniendea vizuri, unabaki kwa biashara ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambie mwenzako mimi nimebarikiwa. Asijasikia hiyo sauti. Ambie mwenzako mimi nimebarikiwa. Mwambie mimi nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema wakati mwingine ya kwamba by the hapa hatuna anointing ya kuuza, lakini anointing iko ni ya kuanoint pikipiki na magari. Bwana Yesu asifiwe. Mungekuwa mmepiga makofi. Hata usinipigie makofi, pigia tu basi Yesu Kristo makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta ambayo iko hapa ni ya kuanoint nini? Pikipiki na magari katika jina la Yesu. Ukaanze kuhesabu kuanzia leo ya kwamba watu watabarikiwa, watu watainuliwa, watu watabadilika, watu hawatakuwa tu wa kawaida tena. Bora ujue wewe ni wa kizazi cha Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Usitetemeke na watu wanaokutisha tu. Usitetemeke na mababu zako tu. Mtu akasema ya kwamba, sitaki kutaja makabila lakini ni vizuri, akasema ya kwamba kuna mtu alimtisha, na wakati alimtisha alikuwa ni wa kutoka sehemu za Ukambani, ni Northeastern. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa akasema na mimi babu yangu pia si mzuri, kwa hivyo hata nitisha. Hatutajivunia wazee wetu, bali tutajivunia Kristo Yesu tuliye naye. Hatutajivunia waganga hotari, bali tutajivunia Kristo tulio naye. Hatutajivunia ulinzi tulio nayo kwa sababu labda tumejiandaa na majeshi makubwa, bali tutajivunia Yesu tulio naye. Yesu tuliyepokea, yeye ndiye atatulinda mahali popote tuendapo. Bwana Yesu asifiwe. Labda watu wametoka sehemu nzuri, lakini mimi nimetoka sehemu ambayo si nzuri. Sehemu ambayo unaambiwa usikanyage chini, usitembee chini mguu, lakini unatembea tu mguu. Uvae viatu piposa usirogwe. Sasa kama huna viatu utavaa nini ndio wasikuroge? Ninataka nikwambie ya kwamba hiyo mambo yote wamekuwa wakikwambia, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Lazima ufanyike kwa biashara ya Mungu. Au utafanyika kwa biashara ya wachawi na waganga, ya kwamba wakienda kwa hiyo skrini yao wakiangalia pia wewe wanakuona. Na Yesu asifiwe. Wakienda pia wewe wanakuona. Haiwezi fanyika. Haleluya. Wewe ni mwana wa Mungu. Yaani kila wakati ukifanya kitu unasema lakini wachawi wako kwetu. Nataka nikwambie hao watu hawana uwezo katika jina la Yesu, kwa sababu Yesu amesema wewe ni biashara yake. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe si kitu kingine ambacho watu wanatisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa 9.
Anasema wewe niliye kushukisha toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikwambia wewe mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Anasema amekuchagua wewe uliye wa Kristo, lakini hajakutupa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aseme tu amen. Mtu aseme tu amen. Mtu aseme tu Bwana amenichagua mimi. Jitabirie mambo mazuri. Mwambie tu Bwana amenichagua mimi. Amenikusanya kutoka mataifa. Haiwezi kuwa tu ati wewe kwenu peke yake ndio uliokoka. Haleluya. Kwani wale wengine ni nini inafanyika? Lazima Bwana amekuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Bwana ameona akakuinue wewe ufanyike msaada. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wanatetemeka, wewe unaambia hapana, kunaye Mungu. Wakati watu wanagonjeka, wanakuita tu, wanakuambia ndugu yangu, dada yangu, tuombee, maana kuna kitu tunajua kitatendeka. Bwana tuombee, kwa maana kuna kitu kitatendeka. Maana wewe ndio unaendanga kanisani, tuombee biashara zetu zinaanguka. Maana wewe ndio unamjua Mungu, tuombee watoto wetu hawasomi. Maana wewe ndio unaenda kanisani, tuombee, tuombee ndoa zetu zinavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Amekukusanya. Amekukusanya. Hata mimi nikitoka leo nitajua Mungu amenikusanya kutoka kwa mataifa. Mahali amenileta sasa nimeweka tu kwa CCTV. Haleluya. Hii unajua haitafanyika kama usherati itatajwa ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haitafanyika kama we bado ndio unaenda kwa muganga. Haleluya. Itafanyika tu. Hiyo CCTV inashikanga vitu mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu inapitanga kweli. Haleluya. CCTV ya Mungu inapitanga kitu kweli. Yaani hata ukinyonga mtu anajua tu umenyonga mtu, wewe ni muuaji. Yaani hata ukiibia mtu anajua tu wewe ni jambazi. Ukigonga watu anajua tu wewe ni conman. Kwa hivyo anashangaa, huyu mtu niliyemkusanya kutoka kwa mataifa, kwani nilikusanya jambazi, kwani nilikusanya msherati, na nilimkusanya hata akiwa katika usherati akabadilike, akakuwa ni mtu ambaye ni wa dhamana katika ufalme huu, mtu ambaye atakayehubiri injili yangu, mtu atakaye tangaza neno langu mahali popote atakapoenda. Lakini anatangaza tu, shetani ametuonyesha. Shetani ametuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Mvua ikinyesha ni shetani. Ukilala njaa ni shetani. Huyo shetani wewe uko kwa biashara ya shetani ama ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unapaswa kuwa mtu ambaye na huo ujasiri ya kwamba mimi sitaokopa, kwa maana nimefanyika kwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilitamani sana kazi nzuri. Nikatamani sana ile kiti ya kuzunguka tu mtu ninaweza nikakalia siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Nikatamani tu ya kwamba siku moja niwe ninaweza sema ya kwamba niko na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati nilipokuwa baada ya kuokoka, nikaambia ndugu mmoja ya kwamba kuna siku lazima nitafungua kampuni. Huyu ndugu akani discourage, akaniambia haiwezekani. Watu wanaofungua kampuni ni watu ambao wana pesa. Wewe tuanze hapa. Uko na pesa, wewe ni tajiri ama masikini? Nikamwambia tajiri tu ndani ya Yesu. Akaniambia ndugu yangu, hujanielewa swali vizuri. Hujanielewa, ninataka nikakuulize tena ya kwamba wewe ni masikini ama ni tajiri? Nikamwambia ni tajiri tu ndani ya Yesu. Akaniambia ni kama unaepa swali yangu, ni kama labda hautaki kunijibu. Akaniambia labda ni kama tuko dunia mbili tofauti. Na ni kweli tuko dunia mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama tuko dunia mbili tofauti. Kwa sababu wakati namwambia mimi ni tajiri ndani ya Yesu, yeye anataka nimwambie mimi ni masikini. Nataka nikwambie wewe si masikini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si masikini. Wewe si masikini. Watu watakuwa wanatembea ukiulizana alienda wapi.
Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa natembea. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumishi wakati mmoja, wakati unanunua pikipiki, nami nikajiuliza na Pastor Godfrey anajua ko right kweli. Haleluya. Watu watabaki wakiulizana hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Watu watabaki wakiulizana hivyo. Watabaki wakiulizana, na kweli huyu mtu anajua kuendesha gari kweli? Amenunua, lakini kweli anakuwa na driving license? Lakini ninakwambia hizo baraka ni zako. Hizo baraka ni zako. Hizo baraka ni zako. Hiyo ndoa ni yako. Maisha hayo mazuri ni yako. Jamii hiyo ni yako. Hakuna mtu atakaye kutoa mahali pale. Wataulizana ya kwamba kweli alipata. Kama alipata, mbona na mimi nisipate? Mpaka wakati nilikuona ukiendesha pikipiki, tukiwa kwenye hii nyumba tukifanya hii ghorofa, ndio nikajiambia kumbe wewe wachana tuna baraka za Mungu. Watu watazipiga vita lakini hawatawezana. Watu wataulizana lakini hawatawezana. Wewe baraka zako ni zako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tuko nao tu. Tuko nao tu. Hata jana tukienda, ilikuwa jana majuzi, tukienda, namalizia tu hapa. Siepigi story sasa, maana hii maandiko hata tumesomewa sana. Haleluya. Namalizia tu hapa. Wakati tumeenda kesha, ndugu mmoja akaniuliza kwamba pastor, umekuja na gari? Kwani unajua kuendesha gari? Haleluya. Watu wataulizana hivyo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wataulizana, unakuanga contractor kwa sababu umepewa tu nyumba yote, we unajua hiyo kazi? Bwana Yesu asifiwe. Yaani watakuuliza wewe, tunaonanga watu wa kwenu wanakosa bibi, wewe uko na yetu. Wanakupea mpaka mwaka moja, wanakupea mwaka ya pili, wanakupea mwaka ya tatu, bado mnaendelea tu kuishi. Wanashangaa, huyu pia hata yeye ni kama alifaulu. Wewe ninasema hiyo kitu ambayo imekuwa ikikuangaisha, jipe ujasiri na Mungu atakushindania katika jina la Yesu. Hatuwezi kuwa tunahangaika kama watu wa dunia. Hatuwezi kuwa, haiwezekani. Mimi hiyo nilikataa. Haleluya. Haijalishi hata kama itachukua miaka mingapi, mimi sitaki kujua. Hiyo ni biashara ya Mungu sasa. Haleluya. Hiyo ni biashara ya Mungu. Ile kitu ninanena tu ninainenea mazuri. Yaani nanenea maisha yangu. Wakati mwingine hata nikikosa pesa, naambianga mke wangu sina pesa, lakini naamini itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ananiuliza itakuja, naomba itakuja. Haleluya. Usikose chakula kwako nyumbani, ukaanza kuambia mwanamke, unajua wewe ndio umeniletea shida yote. Ningekuwa tu peke yangu mimi ningekuwa nakula tu. Haleluya. Anza kutamka mambo mazuri na yatendeke katika jina la Yesu. Ya kwamba mzee wakati anaenda kazi, sema mimi hii kazi ni ya mateso. Lakini wakati nilikuwa peke yangu nilikuwa na kazi nzuri. Haujui hiyo ni mitihani tu ya Mungu. Anataka kusongesha kiwango kingine, na wewe unaanza kulalamika na mambo madogo. Anataka kutoe kwa hicho kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Kawaambia kwamba nilitamani hata nami nikatembee na kiti kizuri nikakalia, lakini hata sasa sitaki kuikalia, hata sishindagi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na wewe hiyo maisha unataka, sio itabirie tu leo. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru sana Pastor Godfrey ananiambianga yeye anatakanga gari ambayo ni Mercedes Benz. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiangalia hivi unasema hiyo ni wazimu. Haleluya. Si ni kweli? Unasema hiyo haiwezekani. Kama vile mimi nilishangaa wakati ana ride pikipiki, pia wewe utashangaa tu hivi akidrive. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilishangaa nikimuona amevaa helmet, tulikuwa na wewe pastor ama tulikuwa pale, nikauliza Pastor Godfrey anakujua yako ride pikipiki?
hii yake ni kama ni ya kushangaza. Haleluya! Yako itakuwa ya kushangaza, yako itakuwa ya kutetemesha watu, yako itakuwa ya kuangaisha mpaka waganga watajikusanya, watajipanga kujaribu kurudisha chini, lakini hawatafaulu katika jina la Yesu. Biashara zako zitasimama, biashara zako zitanawiri, biashara zako na zikazae matunda mazuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata unaona huyo tu mwenye mko naye, sijataja mtu, huyo tu ndio anaulizanga, wewe unasema unataka kazi nzuri, ukipewa utaweza? Bwana Yesu asifiwe. Huyo tu, na sitaji mtu ama sijataja mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka vizuri kujua, enda siku moja uulize mke wako ama mume wako ya kwamba, unaona naweza kuwa na gari kama ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Huyo tu, enda muulize ya kwamba, unaona nataka nijenge nyumba kubwa ya 5 bedrooms, wewe unaona aje? Huyo tu atakwambia kama hii kulipa hii 3 kumshinda, hiyo 5 bedroom ndio utatoa wapi? Wewe unafikiria wanaongea tu ama wanafanya na matendo? Lakini ukiwa wewe ni mtu wa imani, itatendeka katika jina la Yesu. Huyo mtu uko naye karibu, ujue ni mtu hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakuangusha ama akusimamishe. Huyo tu ambaye ni rafiki yako, umechukua na sema, huyo anakuwa rafiki yangu wa zamani, huyo tumelelewa na yeye. Huyo tu ndiye anaweza taka uanguke, ndiye akaweze kuona mwanguko wako. Sasa huyo chungana na yeye, na mkikaa na yeye anza kumwambia na jaribu kuongea maneno mzuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Labda anaweza kuwa yuko hapa, mwambie tu wewe unajaribu kuongea maneno mazuri kwangu. Tamka tu hilo jambo, mwambie uko unaongea tu maneno mazuri kwangu. Watu wanaogopa ama atakulima ngumi ukifika kwa nyumba. Akwambia sasa, ile pasta alikuwa anasema saa hii yuko hapa, alikuwa anaongea, lakini saa hii sasa Mungu unasema ati jaribu kunena maneno mazuri. Kwani na kuongea kama mabaya? Na ukimuuliza unataka kujenga 5 bedrooms, anakuambia hiyo rent 3,000 imekushinda. Sasa nyumba inajengwa, alafu anakuuliza na hiyo iko na ni kama pesa ngapi? Mwambia kama ni pesa kidogo, labda ni 2.5 million. Wewe simu ya babu yako imekuingia. Bwana Yesu asifiwe. Wazimu ya watu wa kwenu imekuingia. Na ndio no wonder nilikuwa naambia kwenu watu wanakuwa wazimu. Kumbe ilikuwa ukweli na hata hakuna mtu alimwambia. Sasa anakudiscourage kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hii utatembea na kitu ya kufanya tu hivi pole pole. Yaani unatembea kama umeketi chini, wakati watu wanang'ang'ana na kupiga mguu kabisa. Foot 11 wanatembea tu kama umeketi chini. Ni mafuta yako tu ndio inakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule unaenda ni kitu imekubeba. Haleluya. Kitu imekubeba na tena umekaa comfortable. Kitaka kuadjust kiti isonge mbele, inasonga. Kitaka kuirudisha nyuma uendeshe kama umelala, unaweka tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema hatuwezi kuwa tumeokoka na tukue masikini. Kwani nani alisema? Haleluya. Kwani Mungu anadanganya? Hii neno lake anadanganya? Acha tumalizie mstari wa mwisho ambaye ni kuu. Nasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia,
naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Unapoanguka, unapolemewa, kumbuka tu, usiogope. Mungu yupo pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe.